ujumbe unasema kiu yako ni nini? Pale msikilizaji unaponisikiliza, niko na ujumbe unasema kiu yako ni nini? Njaa yako ni nini? Hamu yako ni nini? Nia yako ni nini? Nisikilize, wakati uko duniani namna hii, njaa yako ni nini? Wakati uko duniani namna hii, kiu yako ni nini? Wakati uko duniani namna hii, shauku yako ni nini? Mmoja anasema, nina kiu ya kujenga bangalo moja kubwa la ajabu, yani nyumba moja ya hatari. Mmoja ana kiu ya kununua gari moja inaitwa V8. Lakini wewe kiu yako ni nini? Wewe njaa yako ni nini? Wewe shauku yako ni nini? Yani wewe una kichaa cha kufanya kitu gani? Wewe una hamu ya kufanya kitu gani? Wewe una shauku ya kufanya kitu gani? Mmoja anawaza kununua ndege, helicopter, awe anatembea anapaa, awe anasafiri anapaa. Wewe njaa yako ni nini? Unasema kabla sijaondoka duniani, njaa yangu ni hii. Kabla sijaondoka duniani, kiu yangu ni hii. Kabla sijaondoka duniani, shauku yangu ni hii. Njaa yako ni nini? Nisikilize. Lakini kabla sijaendelea hapa, nataka nitaje namba. Chukua namba hii, utakuwa unapiga simu hapa, wewe ambaye ulipona jana wakati naombea watu, wewe ambaye ulitendewa juzi wakati naombea watu, wewe ambaye ulifunguliwa wiki iliyopita wakati naombea watu, wewe ambaye ulimuona Mungu amekutendea siku zilizopita wakati naombea watu. Tupigie simu saa hizi tuambie nini Mungu alikutendea jana wakati naombea watu, katika namba 07 62 61 34 76. Narudia 07 62 61 34 76. Nataka utuambie baada ya maombi jana au juzi au wiki iliyopita, Mungu amekutendea nini? 07 62 62 narudia 07 62 61 34 76. Piga simu katika namba hii. Washa simu yako vizuri iwe inaita hapa. Narudia tena 07 62 61 64 0762 61 34 76. Nataka upige simu kama kuna jambo Mungu jana alikutendea. Nataka upige simu kama kuna jambo wiki iliyopita Mungu alikutendea. Utume message kama kuna jambo Mungu alikutendea. Tupigie simu sasa, tupigie simu sasa. Napokea huku naendelea kukufundisha. Niko na ujumbe unasema kiu yako ni nini? Kuna mtu anapiga simu. Nimetoa maelekezo, piga simu kama jana kuna jambo Mungu alikutendea. Wewe ambaye unapiga simu, piga simu kwa ajili ya ushuhuda. Piga simu kwa ajili ya ushuhuda. Kama kuna jambo Mungu alikutendea, piga simu. Niko na ujumbe unasema kiu yako ni nini? Na usibipu msikilizaji. Tuko live kabisa hapa redioni. Usibipu. Unajua naona simu zinaingia, nataka kupokea tu simu inakata. Nataka kupokea tu simu inakata. Nataka kupokea tu simu inakata. Kwa hiyo usibipu, piga simu, tuko live hapa moja kwa moja. Tuambie nini Mungu amekutendea jana au juzi au wiki iliyopita au mwezi uliopita au ulivyokuja kanisani, Mungu alikutendea nini? Namba nimekutajia pale. Na Jumamosi hii usipange kukosa kwenye ibada. Usipange kukosa kuja kwenye ibada Jumamosi hii na Jumapili hii. Jumamosi saa 9 na Jumapili saa 3 ya asubuhi. Jinsi ya kuja: njoo Mbeya, shuka Kabwe, pale Kabwe, panda bajaji zinazoenda Juhudi, shukia kanisa la Ukweli Tanzania. Narudia, njoo Mbeya, shuka Kabwe, pale Kabwe, panda bajaji zinazoenda Juhudi, shukia kanisa la Ukweli Tanzania. Kuna mtu anapiga simu, tumpokee. Halo, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi? Naitwa Alfonsi, napiga simu kutoka Mbeya. Alfonsi, tuambie baada ya maombi jana au juzi au wiki iliyopita Mungu amekutendea nini? Nimeona mambo makubwa sana. Umeona mambo makubwa sana? Ndio. Mungu alikutendea nini baada ya maombi siku za jana au za juzi au wiki iliyopita? Kwa kweli ametenda mambo makubwa sana ambayo siwezi kuyataja. Huwezi kuyataja, ila umemwona Mungu amekutendea katika redio wakati naombea watu.
Ndio. Mungu akubariki sana. Umefurahi sasa Mungu kukutendea mambo ambayo makubwa kwenye maisha yako? Ndio. Mungu akubariki. Nikutakie maandalizi mema ya kuja kwenye ibada Jumamosi na Jumapili. Shukuru. Amen. Huyu mtu Mungu amemtendea mambo makubwa, lakini anaogopa hata kusema lile jambo ambalo Mungu amemtendea. Sijajua ni jambo gani, sijajua ni mambo ya HIV, sijajua ni mambo gani, mimi sielewi, lakini Mungu amemtendea mambo makubwa. Nataka kuliongeleaje hili? Huyu mtu kuna jambo Mungu amemtendea. Ya, kama alivyozungumza, kuna yale mambo ambayo yanakuwepo, hususan kuna pengine anaweza kaa amepata fedha nyingi sana kuzungumza, watu wanamsikiliza na ameshataja jina, lakini kuna mtu anakuwa na madhaifu makubwa ambayo yeye binafsi akiyatoa anaweza akapata labda fezea au na magonjwa ya zinaa, magonjwa ya zinaa, au alikuwa hawezi kukaa, kuna ugonjwa mmoja watu wanasema mpaka ukatwe, wanasema donda ndugu kama sikosei, ndio. Lakini pia kuna HIV. Kwa hiyo mtu anapoenda kupima anaona vitu kama hivi vimetokea, binafsi kulizungumzia, kuliweka public inakuwa ni ngumu, lakini yote kwa yote utukufu kwa Mungu. Amen. Amen. 07 07 62 62 61 61 34 34 76. 76. Piga simu tuambie kama kuna kitu Mungu amekutendea, au tuma message kama kuna jambo Mungu alikutendea jana au juzi. Na niko na ujumbe unasema kwenye kitabu cha Yohana 4:31, kiu yako ni nini unapokuwa duniani hapa? Yaani wewe uko duniani hapa, kiu yako ni nini? Njaa yako ni nini? Hamu yako ni nini? Shauku yako ni nini? Mmoja hamu yake kujenga nyumba kubwa, mwingine hamu yake kununua gari la kifahari, mwingine hamu yake kuwa na jambo moja hivi, labda kuoa mwanamke mmoja mlembo hivi. Wewe hamu yako ni nini? Njaa yako ni nini? Kwamba kabla sijafa nataka nifanye 1, 2, 3. Kabla sijapata magonjwa ya kulazwa hospitalini nataka nifanye 1, 2, 3. Kiu yako ni nini? Tusome Biblia tuangalie Yesu alikuwa na njaa gani? Yesu alikuwa na kiu gani? Yesu alikuwa na shauku gani? Yohana 4:31. Nami nitasoma neno la Bwana linasema, huko nyuma wanafunzi wakamsii wakisema Rabi ule 23 akawaambia, mimi ninacho chakula msichokijua ninyi. Basi wanafunzi wake wakasemezana, je, mtu huyu amemletea chakula? Je, huyu mtu nani aliyemletea chakula? Yesu akawaambia, chakula changu ndicho hichi, niyatende mapenzi yake aliyenipeleka, nikaimalize kazi yake. Naomba unisikilize. Biblia inazungumza habari nzuri kabisa hapa. Biblia inazungumza habari njema kabisa hapa. Ni Yohana sura ile ya 4 na ule mstari wa 31. Biblia inasema hivi, huko nyuma wanafunzi wakamsii wakisema, Rabi ule. Akawaambia, mimi ninacho chakula msichokijua ninyi. Basi wanafunzi wake wakasemezana, je, mtu amemletea chakula? Yesu akawaambia, chakula changu ndicho hichi, niyatende mapenzi yake aliyenipeleka, nikaimalize kazi yake. Yesu wakati huko duniani, njaa yake ilikuwa ni kuhubiri Injili. Yesu wakati yuko duniani, njaa yake ilikuwa ni kufanya kazi ya Mungu. Yesu wakati yuko duniani, shauku yake ilikuwa ni kumwabudu Mungu, kumtumikia Mungu. Yesu alisema, kabla sijafa lazima nihubiri Injili. Kabla sijafa lazima niingie kanisani. Kabla sijafa lazima nimtumikie Mungu. Kabla sijafa, yani maisha yangu hayajaisha chini ya jua, lazima niwe mtumishi, nimtumikie Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Hiyo ilikuwa ni ndoto ya Yesu Kristo. Hayo yalikuwa ni maono ya Yesu Kristo. Hayo yalikuwa ni malengo ya Yesu Kristo. Hiyo ilikuwa ni mikakati ya Yesu Kristo. Hiyo ilikuwa ni vision ya Yesu Kristo. Vision yako ni nini? Maono yako ni nini? Malengo yako ni nini? Mikakati yako ni nini? Shauku yako ni nini?
Ukiwaza kujenga nyumba ni jambo jema, lakini waza kumtumikia Mungu kabla ya mambo yote. Ukiwaza kununua gari ya kutembelea ni jambo zuri, lakini waza kumtumikia Mungu kabla ya mambo yote. Ukiwaza kununua mashamba mengi ni jambo zuri, lakini waza kumtumikia Bwana kabla ya mambo yote. Mwanamke, nataka useme neno hili moyoni: kabla sijafa lazima niokoke. Kabla sijafa lazima nianze ibada. Kabla sijafa lazima nirudi kanisani. Kabla sijafa lazima nirudi kumtumikia Mungu. Kabla sijafa lazima nirudi kufanya kazi ya Bwana. Mwanaume unayonisikiliza, weka neno hili ndani ya moyo wako. Weka lengo hili ndani ya moyo wako. Weka mikakati hii ndani ya moyo wako. Weka kusudi hili ndani ya moyo wako, kwamba kabla sijapoteza maisha, kabla sijaondoka duniani, lazima nimtumikie Mungu, lazima nimwabudu Mungu, lazima nifanye kazi ya Mungu, lazima nimche Mungu kabla ya kuondoka duniani. Naomba unisikilize. Kuna mtu anapiga simu, tumpokee. Mungu amemtendea nini? Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi? Unaitwa nani? Hello. Halo. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi? Amepotea hapa. Piga simu katika namba 07 07 62 62 61 61 34 34 76 76 07 07 62 62 61 61 34 34 76. 76. Piga simu tuambie kitu ambacho Mungu alikutendea jana au alikutendea juzi au wiki iliyopita. Piga simu utuambie. Lakini niko na ujumbe unasema, kiu yako ni nini? Njaa yako ni nini? Hamu yako ni nini? Kuna mtu anapiga simu. Hello. 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 Amepotea hapa. Tumpokee mwingine. Hello. Hello. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi? Naitwa Venance, napiga simu kutoka Mbozi. Baada ya maombi jana au juzi au wiki iliyopita, Mungu amekutendea nini? Bwana Mungu amenitendea kwa sasa hivi na sali. Nilikuwa sisali. Ulikuwa usali. Sasa hivi nimeanza kusali. Sasa umeanza ibada. Ulikuwa unatufuatilia kwenye maombezi kwenye redio. Sana tu sana. Mungu akubariki. Umefurahi sasa umeanza kumtumikia Mungu wako. Asante sana. Umefurahi kumtumikia Mungu. Yaani nimefurahi bala. Mungu akubariki, nikutakie maandalizi mema ya kuja kwenye ibada Jumamosi hii. Shukrani sana. Haya. Piga simu katika namba 07 07 62 62 61 61 34 34 76. 76. Huyu bwana alikuwa asali, Ndio. lakini baada ya maombi ameanza ibada. Ndio. Anamshukuru Mungu. Ya. Na hili ni jambo kubwa kuliko vitu vingine. Ya, ni jambo kubwa mno. Tuma message, piga simu, tuambie kitu ambacho Mungu amekutendea. Lakini usisahau kuja katika ibada ya Jumamosi hii na Jumapili. Jumamosi saa 3. Jumamosi saa 9 na Jumapili saa 3 ya asubuhi. Kuna mtu anapiga simu. Unaitwa nao, unapiga simu kutoka wapi? Simu zinakatika kweli leo. Sijajua shida ni nini, sijajua changamoto ni nini. 07 07 62 62 61 61 34 34 76. 76. 07 07 62 62 61 61 34 34 76. 76. Hapa tulikuwa tunapokea shuhuda za jana, juzi au wiki iliyopita. Na bado kidogo nitaanza kuombea watu hapa, nianze kupokea simu za leo, lakini pia nitapokea simu mchanganyiko. Msikilizaji, usipange kukosa. Na Bwana inasema, Ndio. huko nyuma wanafunzi wakamsii wakisema, Rabi ule. Huko nyuma wanafunzi wakamsii wakasema, Rabi ule. Akawaambia, mimi ninacho chakula msichokijua ninyi. Mimi ninacho chakula msichokijua nyie. Basi wanafunzi wake wakasemezana, Basi wanafunzi wake wakasemezana. Je, Je, mtu
mtu amemletea chakula? Je, kuna mtu aliyemletea chakula? Yesu akawaambia, Yesu akawaambia, chakula changu ndicho hiki, chakula changu ndicho hichi, niyatende mapenzi yake aliyenipeleka, niyatende mapenzi yake aliyenipeleka, nikaimalize kazi yake. nikaimalize kazi yake. Kitu ambacho nataka utembee unawaza kuifanya kazi ya Mungu, kuitenda kazi ya Mungu, kuhubiri habari njema za ufalme. Biblia inasema Yesu akiwa amelala anawaza kufanya kazi ya Mungu. Yesu akiwa kokota anawaza kufanya kazi ya Mungu. Yesu akiwa milimani anawaza kufanya kazi ya Mungu. Ni maajabu sana. Ni maajabu sana. Nataka ufikirie kufanya kazi ya Mungu. Nataka uwaze kufanya kazi ya Mungu. Nataka ufikirie kufanya kazi ya Mungu. Soma tena Biblia. Neno la Bwana linasema, Inasema huko nyuma wanafunzi wakamsihi wakisema, Rabi ule. Akawaambia, mimi ninacho chakula msichokijua ninyi. mimi ninacho chakula msichokijua nyie. Basi wanafunzi wake wakasemezana, wanafunzi Je, wake, mtu amemletea chakula? je, kuna mtu aliyemletea chakula? Yesu akawaambia, chakula changu ndicho hiki, Yesu akawaambia, chakula changu ndicho hichi, niyatende mapenzi yake aliyenipeleka, niyafanye mapenzi yake aliyenipeleka, nikaimalize kazi yake. nikaimalize kazi yake. Ina maana Yesu alikuwa anatembea mtaa kwa mtaa kihubiri Injili, akasahau muda wa kula. Akawa anatembea anakuambia kijiji kwa kijiji, akasahau muda wa kula. Wenzake wanakula chakula lakini yeye amesahau kula. Wanamkumbusha, wasema, mwalimu, umesahau kula chakula. Anasema, ninacho chakula msichokijua. Chakula msichokijua nyie ndio hichi. Ndio hichi. Chakula msichokijua nyinyi ndio hichi. Mimi niyafanye mapenzi ya Mungu. Niyatende mapenzi ya Mungu. Nitumike ndani ya kanisa la Bwana. Niwajibike ndani ya kanisa la Bwana. Nihubiri Injili kabla sijaondoka duniani. Nihubiri Injili kabla sijakufa. Nifanye kazi ya Mungu kabla sijatoka ulimwenguni. Nisikilize. Waza kufanya kazi ya Mungu. Mwanamke ambaye uko kwenye pombe, fikiria kufanya kazi ya Mungu. Mwanaume ambaye upo kwenye kamari, fikiria kufanya kazi ya Mungu. Binadamu ambao upo kwenye mambo ya uovu, fikiria kufanya kazi ya Mungu. Kabla hujafa, fikiria kufanya kazi ya Mungu. Kabla hujarazwa, fikiria kufanya kazi ya Mungu. Kabla hujapata ajali, fikiria kufanya kazi ya Mungu. Kabla hujapatwa na matatizo, fikiria kufanya kazi ya Mungu. Yesu alisema, mawazo yangu, mipango yangu, malengo yangu, mikakati yangu, ndoto zangu, kuifanya kazi yake aliyenileta duniani. Unajua umeletwa duniani sio uchome mahindi, kufanya kazi ya Mungu. Umeletwa duniani sio ufanye biashara, kufanya kazi ya Mungu. Umeletwa duniani sio ujenge nyumba za kuishi, kufanya kazi ya Mungu. Umeletwa duniani sio uende shamba mfululizo, kufanya kazi ya Mungu. Unajua tunapopotelea kwenye shamba tukasahau kazi ya Mungu, unafanana na mwanafunzi ambaye ameenda shuleni akapotelea kucheza mpira kwenye umita shunta. Amesahau lengo kubwa la kusoma, amesahau mpango wa kusoma, amesahau mkakati wa kusoma, amesahau ndoto za kusoma. Alipoenda shuleni akakutana na michezo kama mpira. Alipoenda shuleni alikutana na vitu vingi sana. Kuna mtu anapiga simu, tumpokee. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi? Napiga simu kutoka pande za Songwe. Tuambie, baada ya maombi jana, juzi au wiki iliyopita, Mungu amekutendea nini? Yaani kuna bibi yangu kwaga anaumwa nani chemba moyo. Bibi yako alikuwaga anaumwa chembe ya moyo? Mpaka saizi anaumwa. Baada ya maombi Mungu amekutendea nini? Ndo swali letu hili. Naona amepotea huyu. Tumpokee mwingine. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Halo. Naona leo mtandao hauko njema. Pale ulipo piga simu katika namba 07 07 62 62 61 61 34 34 76 76 07 62 62 61 61 34 34 76. Sasa hivi usipige simu kwa sababu mtandao umekaa vibaya namna hii. Usipige simu, tuma message.
Sasa hivi nitasoma message tu. Lula Songwe. Aha. Nilikuwa mlevi, baada ya maombi nimeacha pombe, namshukuru Mungu. Amen. Anaitwa Maringumu. Maringumu Baada ya maombi ameacha pombe. ameacha pombe. Mungu akubariki Maringumu, karibu kwenye ibada Jumamosi hii. Lakini pia kuna ujumbe hapa mtumishi, ni kutoka kwake Debora, anasema ameugua tumbo kwa muda mrefu lakini sasa hivi amepona. Amepona. Ni Debora huyo. Anaitwa Debora. Lakini kuna mtumishi mwingine ametuma message anasema, shalom shalom mchungaji Shujaa, namshukuru Mungu, mwaka jana nilipokea uponyaji, pressure ilishuka kwa maombi, niliweka simu kwenye kifua, ulivyosema amen, kitu kikashuka chini, ubarikiwe. Amepona pressure. Ni maajabu haya. Lakini pia ni ujumbe wa kwake Mama Livado, anatokea pale Uyole. Anasema amepona mama yake bana. Anashuhudia kwa niaba ya mama yake. Amepona mama yake. Ametumia kutuma ujumbe kwa niaba ya mama yake. Anasema anaitwa Mama Livado, anatokea pale Uyole. Anasema mama yangu amepona. Amen. Ndio. Namba ni 07 62 61 34 76. Kama umetendewa jana au juzi au wiki iliyopita, tuma message tuambie kitu ambacho Mungu amekutendea. Kuna message imeingia mahali hapa, anasema mimi niko Sumbawanga, Mungu ameniponya mguu baada ya maombi. Sumbawanga. Kutoka Sumbawanga. Kapona mguu. Upako umemfuata Sumbawanga. Haya ni maajabu. Huyu hapa anasema naitwa Brian Ndota kutokea Kihanga. Mungu awabariki sana watumishi wa Mungu. Kazi yenu amesema tunaona, Mungu awalinde zaidi na zaidi. Anasema namwaibisha shetani, baada ya maombi nimefaulu masomo. Amesema hivyo. Lakini hapa anasema anaitwa Eliki Mdota, pia anasema anatokea Ilinga vijijini. Huyo ni mwingine. Huyo hapa pia ni mwingine. Unaunganisha shuhuda. Ni shuhuda ya pili hapa, imetoka kule Ilinga pia. Okay. Vijijini kabisa huko Kihanga. Ndio. Lakini mtumishi wa Mungu kuna message anasema, Bwana Yesu asifiwe, naitwa Edina toka Yunga, nilikuwa nasumbuliwa na kiuno, lakini kupitia maombi yako mchungaji, nimepona na siasikii tena maumivu. Amepona kiuno. Anaitwa Edina toka Yunga. 07 62 61 34 76. 07 62 61 34 76. Lakini mtumishi wa Mungu kuna message anasema, shalom shalom, namshukuru Mungu ulivyoomba, sasa hivi nimepona mguu, ulikuwa unaniuma. By Nola kutoka Igodima. Amepona mguu. Ndio. Maajabu haya. Hapa anasema nilikuwa naumwa mikono usiku, nimepona. Lozi kutokea Maendeleo. Amepona mkono. Anasema alikuwa anaumwa mikono yote miwili, ilikuwa inamuuma usiku, lakini baada ya maombi amepona, yupo pale Maendeleo. Amen. La Jumamosi hii tutakuwa na kongamano kubwa. Mtumishi wa Mungu Aliko Mwasa Masesi atakuwepo. Nataka tuisikie nyimbo yake hapa. Mtumishi wa Mungu anaitwa Aliko Mwasa Masesi. Tutakuwa naye moto na waka kupita kawaida. Messages zinaendelea. Anasema shalom shalom, mimi mchungaji nilikuwa naumwa tumbo, saizi najisikia vizuri, Mungu ametenda sana. Asante sana kwa maombi. Nipo Mbeya naishi Isiesie karibu na kanisa la Mwarusamba. Amepona nini? Amepona tumbo. Ndio, baada ya maombi. Yuko Isiesie. Yuko Isiesie anasema. Aha, okay. Kuna mtumishi wa Mungu anaitwa Aliko. Nyimbo yake hapa atutafutie mara moja. PhD naye atakuwepo ndani ya kanisa la Ukweli Tanzania. Nyimbo Aliko ulipewa, nafikiri ipo hapo, akusaidie PhD.